Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya punda. Kupitia hali ngumu inayokukosesha furaha. Kuwa na vikwazo vingi kwa jambo. Kuzingatia hisia zako. Kujua mtu ni mrongo sana. Kuna jambo litakalo kushangaza kwa mtu. Kitu usichokijua unaendea kukifahamu. Kabla mwezi kuisha utagundua kitu muhimu. Kumulikwa na kitu machoni. Kusingiziwa jambo litakalo kuumiza. Nyota ya Simba. Kufuata taratibu nyingine unazoagiziwa. Kuna mtu utatokea kumchukia tu au kutomuelewa kabisa. Kufuatilia mambo ya zamani. Kuchelewa kupata kitu itakuwa ni bora japokuwa unaona ni ugumu kwa sasa. Ila utakuja kuelewa kwa baadaye. Kushirikishwa kwenye jambo la ndoa. Mtu anahitaji ukaribu wako zaidi. Kutatua changamoto za watoto. Kuna kiumbe atakaye kuja mbele yako, ikiwa kama ananusa kitu au kukaribia miguuni mwako. Ni taarifa muhimu unapatiwa. Maana yake italingana na sehemu uliyopo. Kama kupata safari, ujumbe wa heri au kutahadharishwa na mtu aliye karibu yako. Nyota ya Mshale. Kukubaliana na mtu kuishi pamoja. Mtu atakuja na jambo la siri la kukuambia. Kwa sasa macho ya wengi yanakuangalia wewe katika jambo muhimu. Usisite kuomba msaada pale unapouhitaji. Kuna uwepo wenye uwezekano mkubwa kupokea na kutimiziwa. Kwa upande wa wengi mtahisi maumivu ya kifua, maumivu ya upande mmoja wa bega, au sehemu iliyo karibu na moyo. Utalimaliza tatizo la mtu hivi karibuni. Nguvu yako inazuia kitu kinachohitaji kuingia mlangoni. Hii ni husda inayotoka kwa mtu mwenye shari kwako. Nyota ya Ng'ombe. Kupata mshangao kwa kitakachotokea. Mtu atahitaji maelezo kutoka kwako. Utapangiwa ratiba muhimu. Utaizingatia afya yako na kufuata utaratibu mzuri. Mwenye nyota ya Mbuzi atakubadilikia ghafla. Kutoa mrejesho kwa mtu. Nyota ya Mbuzi. Kufuata pendekezo zuri. Utaombwa msamaha. Utakaa na mtu bila kuzungumza chochote mkiwa wote mpo kwenye mawazo yenu. Kupunguza ucheshi. Utafanya kazi taratibu sana. Mtu anajivunia kuwa na wewe. Wiki 2 zijazo zitakuwa nzuri kwako. Mtu atajirudi kwa mapenzi makubwa kwako. Pongezi za kazi kukufikia. Nyota ya Mashuke. Kutotaka kujieleza sana. Hali yako itakuwa inaonekana kwa udhaifu mno. Mtu wako wa karibu kupata tatizo la jicho. Kuna hali itakayokuwa inakusumbua. Kuzungumzishwa sana na mtoto. Au kuwa na hali ya maneno mengi. Kizuizi cha safari kitakuepushia ajali. Nyota ya Ndoo. Kuiwazia kazi yako. Mtu ataonesha kuwa na malengo mazuri kwako. Tumbo kukusumbua kwa maumivu ya kujirudia. Kukumbuka msaada wa mtu kwako. Neno zuri la mtu litakufanya utabasamu kila wakati. Kutoweka ahadi ila utafanya kitu wakati ukifika. Nyota ya Mizani. Mtu atajua kuwa unamfuatilia. Kuzichoka dharau za mtu. Baada ya kukosa kitu utakuwa na njia nyingine. Kuhisi kushindwa kwa jambo. Tatizo la mtu litakushtusha sana. Kuna mtu atazidi kukuongoza ili usipotee. Kukubali msaada wa mtu kwa haraka. Nyota ya Mapacha. Kupanga kufanya maendeleo wakati ujao. Kutojidharau tena. Utajaribu kufanya kitu ulichokuwa unashindwa. Hisia zako zinakujuza kitu. Hivyo utahitaji uhakika. Kutamani umsaidie mtu katika jambo lake. Kuungua. Neno la mtu litajirudia akilini mwako kwa mazingatio. Kusali sana ili upate wepesi wa mambo yako. Nyota ya Kaa. Kuongeza hali ya utulivu kwa mtu. Utasubiri matokeo ya kitu yaliyofanyika. Kukosea kutuma ujumbe kwa mtu. Utatoa somo kwa watu. Utafarijika na ishara nzuri unazozipata.
Hisia za kulia kukujia baada ya kumuona mtu. Utakuwa wa kwanza kuona kitu kabla ya wengine. Mtu anasita kukujulisha jambo. Nyota ya Nge. Kufichwa jambo muhimu sana ambalo ulitakiwa kulijua. Wengi wenu madeni yatakuwa yenye kuwarudisha nyuma. Utahisi kuchokwa na mtu au hali ya kujishtukia kwa lolote. Nyota ya Samaki. Kujishtukia. Kuhisi unafanya vitu kwa kukurupuka. Akili yako inakuongoza sivyo. Kusahau kabisa ni nini ulitakiwa utende. Mawazo mengi yanakuathiri. Hupelekea kichwa kubana sana. Moyo unauma na kutafuta ukweli wenye uhuru. Kuchukia harufu ya kitu. Moshi mkubwa unakupa ishara ya jambo baya. Miwani kuvunjika au kioo cha kitu chochote. Mtu atakuwa mwenye kisirani kwako. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.